Kwanza ni mpongeze Clickmaster. Clickmaster ni chali ambaye kwa sasa hivi mimi nimekuwa ni mtu ambaye navutiwa sana na ufanyaji wake wa kazi. Na nilizungumza kabisa mwanzo nikasema Clickmaster ametafuta dunia yake. Ametafuta sound yake, ametafuta kila kitu cha kwake kwa ajili ya kufanya muziki wake. Na huenda akaja kuwa ni msanii ambaye atakuwa mkubwa kwa sababu kiwanda chetu kimekuwa na desturi ya kumeza talent. Talent ikiibuka, ikianza kufanya vizuri, katikati hata before ya kufanikiwa, msanii anapotea. Umeelewa? Na ni kwa sababu mara nyingi wasanii wa hivi vile huwa wanaondoka kwenye ile focus, ile njia, ile zone yao ambao walijitengenezea, na wanakuwa wanapelekwa na upepo na pressure ya game, aidha kwa kuiga kitu fulani au kufanya muziki ambao unaendana na trends. So kitu kifanya kinachoendana na trends, obviously trend kiisha na kile kitu kinaisha. Sasa hapo ndio watu wanapoacha kumfuatilia msanii au mtu yoyote kwa sababu anafanya kitu kwa kufuata trends. Lakini ukiweza kumaintain, ukitafuta keki yako kajikatia, utafuta kipande chako kakikata, then ukaweza kumaintain kwenye eneo lako, ukawa na msimamo, upelekwe na trends ufanye nini, manake utamaintain na watu wataendelea kukufuatilia kwa sababu utakuwa umeseti standard ya kwako. Ni kitu ambacho natamani kukiona kwa msanii kama Clickmaster kwa sababu muziki wake anaita Afro Combo. So nikasema natamani kumuona kwa sababu ana sound ya tofauti, kuna kitu kipya. Yaani umsikii msanii yoyote zaidi yake, yani kwenye muziki wake unamsikia yeye. Na kitu anachofanya sio kwamba kilikuwa kinafanyika labda kusema kuna wasanii walikuwa wanafanya, kaja na style yake na kitu chake na aina yake ya utofauti. Na ndio maana amekuwa ni msanii ambaye amevutia watu wengi sana, wamekuwa wakimfuatilia Clickmaster. So ukiachana na ngoma zote ambazo zimeshawahi kupita, amekuja na ngoma inaitwa Mshamba. Unaelewa? Ngoma inaitwa Mshamba. Mshamba, mshamba, kumbe mshamba. Mshamba, 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 kumbe mshamba. Mshamba. Anasimulia story ya wakati huko kwao huko, amempa lifti mama mmoja ambaye wanasema walikuwa wananunua miogo, akawa anamtania mama mkwe, unaelewa? Then wakati huko kwenye gari wakampa lifti yule mama za miogo, akaja kupigiwa simu na mtu usio, umeniona na glow ndo anaanza kunitafuta na nini, we mshamba nini. Na wakati anashuka kwenye gari wale wanamtania mamkwe yani anaita bamkwe, mimi nimefika na nini. Wakawa wanamtania mamkwe utafuta miogo na nini, wakamwambia nyi wa shamba nini. So anasema ile idea ya wimbo ndio ilipotoka pale kwa yule mama. Not bad. Mshikaji anatengeneza story, ni content creator, unaelewa? Atengeneza maudhui yake, lakini maudhui ambayo sio ya kukopi, pia kwake. Kwa hata kama ni content za kutengeneza, ni wazo lake, ni idea yake, ni uwezo wake. Kama angekuwa anatengeneza hizo ni stories za kutengeneza, kila mtu angekuwa anatengeneza. Yeye ameamua kuja na utofauti wake. Before ya kurelease wimbo, anawapa story kuhusiana na wimbo. Mimi nishazungumza katika kitu pia kimemisi kwenye game yetu. Nyimbo nyingi sasa hivi ni vionjo, sio story, sio topic, sio mada. Yaani huwezi kukuta wimbo unazungumzia mada, yani mada ya kitu fulani, unaeleza topic labda ya kitu ushamba manake nini, kwa nini unaita ushamba. Unakuta katika wimbo moja story nyingi nyingi. Sasa yeye katika kitu amewini, kila wimbo anakuwa na story yake. Kama mnakumbuka wimbo wa mwisho before ya huu, ameenda kwa mama yake akamwambia, mwanangu tunga wimbo ambao utazungumzia maisha, hustling, unajua tulipotoka, babako alivyofariki, si watu wakatutenga na nini. Akatunga wimbo kuhusiana na hiyo story ambayo mama yake kampa. Na anakuja kuelezea mshamba au mkwe wake mza miogo, pia akawapa idea ya wao kwenda kurekodi, na wakarekodi kwenye hiyo studio mpya inaitwa V50, si ndio? Story nzuri, na kitu ambacho mimi kinanivutia kwa sababu mshikaji ni content creator, then ni msanii, halafu ni producer. Unaona talent hizo, content creator, msanii, producer, na inawezekana ni director pia. Kwa kiukweli na talent kubwa sana mshikaji. So amekuja na ngoma yake inaitwa Mshamba. Mimi naamini itafanya vizuri kwa sababu ni msanii ambaye pia Watanzania wamempokea vizuri sana, anasikilizwa, anafuatiliwa, kila mtu anampenda.
Mimi mwenyewe navutiwa na story zake anavyotengeneza, toka ameanza na mabaskeli na manini mpaka leo na gari. Unaona progress yake ya mafanikio kiukweli. So ameachia ngoma ambayo ina story nzuri inaitwa Mshamba. Nafikiri tukamsupport mshikaji wetu kwa sababu naamini kiwanda chetu kinahitaji talent mpya ambazo zitakuja kuleta ubunifu kama huu. Umeelewa? Kinahitaji talent mpya. Unajua wasanii wakishakuwa wakubwa, hata ule uwezo wa kuwa na creativity, kubuni vitu unapungua. Wanakuwa mafaza, wako kwenye comfort zone na nini. So we need new challenge. Tunahitaji damu changa kama hizi. Unaelewa? Tunahitaji sound mpya kama hizi ambazo zitakuja kuwa challenge wasanii waliopo ili waendelee kufanya muziki kwenye standard ya juu kabisa. So big shout out sana my brother Clickmaster. Au sio?